Usikose kufuatilia kipindi bora cha PhD, Prophecy, Healing and Deliverance. You had a dream 2 weeks, 2 days ago. Kuna ndoto uliyota siku mbili zimepita. Sio kama nakumbuka. Unakumbuka? Hata tokea mchao kwa lugha. Na tumia microphone. Wachawi wote jina langu na pengine wanijui jina. Let the prophet Tibet Pasco. Na wapiga. Saga kwa jina la Yesu. Wasageka. Ndani ya kipindi hiki utaona shuhuda za watu mbalimbali wakifunguliwa, wakitabiriwa na kuwekwa huru kwa nguvu za Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Pastor Samuel Christ, Pastor Elizabeth Christ na Pastor Cecilia Christ. Kipindi hiki hurushwa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4 usiku hapa JN Power TV. Yes, mpenzi mtazamaji wa JN TV. Leo ni siku za shuhuda za live. Yeah. Tumetoka kumsikiliza dada yetu ushuhuda wake. Pastor Eliza alisema kwamba kuna mtu mmoja anatafutwa. Yeah. Inawezekana huyo mtu ni wewe sasa hivi, inawezekana unasema au ni mimi au ni Amini. Ni wewe hapo ambao unatutazama. Ni wewe unatutazama. Karibu, endelea kutufuatilia sai. Pastor Eliza, it's amazing, eh? So amazing. It's amazing, eh? Yeah, Yani unapoona binti anashuhudia kwa courage kama ile. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo 12, Biblia inasema hivi, nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Kwa kumbe tunamshinda shetani kwa kushuhudia. Dada Eliza, tumesikia ushuhuda dada Yeshi. Yani very interesting. Very interesting. Yeah. Sai, yani mimi nafurahi kiukweli kwa sababu yale maono ya baba yetu kwamba anaitengeneza taifa la kesho la vijana wanaojitambua. Tunaanza kuona maono yake yakitimia. Yeah. Kwa sababu mtu kupita kwenye page ya Instagram ya Prophet Philbert Christ na kuvutiwa kuja kanisani na Mungu alipokuwa mwaminifu akaja na Mungu akamuonekania. Yeah. Kwamba haya sio unayaona tu kwenye page, hata wewe yanaweza akatoka kwenye maisha yako. Tunaelewa kwamba Eshi atumii tena zile nini shuhuda alizoziona kwenye Instagram, bali yeye mwenyewe ni ushuhuda sasa hivi unaotembea. Sio, unaelewa? Yeah. Kwa mtu kama huyu kumwambia kijana mwingine kwamba Yesu ni mzuri, Yesu anajibu, Yesu anaponya, Yesu anatoa kazi, anakuwa na ile confidence kwa sababu Yesu amempa kazi. Yeah. Sio, unanielewa? Yeah. Kwa Mungu maona baba yetu kuzalisha vijana wanaojitambua inatimia. Hapo tuna chuma kingine leo, jamani vijana. Lazima tumuokoke. Lazima waokoke. Lazima aone uzuri wa Yesu. Lazima aone uzuri. Yeah, lazima aone uzuri wa Yesu. Lazima. Tunaye mgeni mwingine. Yeah. Amazing. Beautiful one. Wow. Yeah. Dada Maria, karibu. Asante sana. Jitambulishe, unaitwa nani? Unatokea wapi? Okay. Kwa majina naitwa Maria Crescent Mudende. Natokea Shekilango. Amen. Mimi nampenda Mungu, nampenda Yesu. Amen. Yaani Yesu yupo kwenye moyo wangu, ndo namba 1 katika maisha yangu. Wow. Amen. Wow. Unafanya nini? Mimi nafanya kazi huku nasoma. Niko chuo cha UDSM. Niko mwaka wangu wa 3. Amen. Nafanya kazi kwenye kampuni moja. Ngoja kwanza. Uko UDSM? Ndio. Mwaka wa 3 unasoma nini pale? Nachukua Bachelor of Gender Study and Community Development. Bachelor of Gender Study and Community Development. Unafanya kazi kwenye kampuni kubwa. Yesu yuko moyoni namba 1. Kipi kingine? Imeokoka hii. Amina. This is born again. Yeah. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha PhD. Wapenzi wanaotufuatilia wanatamani kusikia kutoka kwako. Ni nini Mungu amekufanyia? Mungu amekutoa wapi? Kusema ukweli, Mungu kanitoa katika shimo nilokuepo, akaniweka juu. Naomba nielezee historia yangu kidogo, lakini nahisi nikielezea vijana wengi watafunguliwa kupitia historia yangu. Amen. Mimi nilikuwa ni mtu wa mitandaoni sana. Jamani, hakuna msanii yote atakayetoa nyimbo wote mimi nisijue. Nakumbuka zamani nilivyokuwa katika chama cha ushetani, nilikuwa natumia jina ambalo
Yaani hata mtu akilisikia atasema dada na matatizo ya akili. nilikuwa nina mitandao yangu sana nilikuwa natumia TikTok. Yes. Nilikuwa najiita Dragon Queen. Ngoja kwanza ulikuwa unajiitaje? Nilikuwa najiita Dragon Queen. Pasterizo ulishakumwona? Nishai kumuona kweli huo, yani akidanganya mimi nitamcorrect. Ikawaje? Ulikuwa unafahamu kabisa Dragon Queen? Na ulikuwa unamjua ni nani? Mimi mara kwanza nakumbuka tulikuwa wote kaka Sam, usiniuzie kesi. Tulikuwa na kaka Sam tulikuwa tumeenda kufanya PA Mlimani City pale. Sasa tulipokuwa tunafanya PA nikawa na peruzi kwenye simu yangu nikakutana na video yake. Nikamwambia kaka Sam, ndio mara kwanza nilikuwa namuona kanisani, nilikuwa naona kama ni mgeni. Nikamwambia kaka Sam, huyu mdada tunasali naye. Akaniambia yupi? Nikamuonyesha. Akaniambia neno aliloniambia kaka Sam, Mungu anataka kama Hawa. Mungu atamtengeneza siku moja atakuwa hatari sana. Uliniambia hivyo nakumbuka. Na alipokuwa anashuhudia dada juzi Jumapili, nikasema hili ndilo lile neno alilosema Sam, kwamba huyu Mungu atamtengeneza atakuwa mtu hatari sana. Wow. Kwa hiyo mimi kwa baada ya hapo sasa, unajua kwa TikTok ukishaona video ya mtu mara moja lazima tu utakuwa unakutana naye. Kwa hiyo kila akiposti mimi Dragon Queen naona. Kila akiposti naona. Kwa hiyo namjua, yani kwa adanganya. Sasa wewe kama mchungaji kipindi unaona zile video ulikuwa unasemaje? Kiukweli Mungu ananiona, ananishahidi. Tukiri tu mbele za Mungu. Nikiri tu kiukweli. Mimi baada ya kuniambia kwamba huyu atabadilika na atakuwa mtu hatari sana. Hata nilipokuwa nikipita nasema huyu ni swala la muda tu. Kwa sababu mimi sina cha kumcheka, kwa sababu mwenyewe nilikuwa na madhaifu yangu mengi. Na Mungu taratibu akaanza kunishape taratibu mpaka sasa hivi naonekana Lizi ni mtu anayeeleweka. Na mimi nilikuwa na madhaifu yangu. Kwa hiyo nikasema huyu kwa sababu tu anakuja kanisani, ipo siku yake asiyojua ambao Mungu atamtengeneza na atafaa kwa matumizi yake. Mpenzi mtazamaji unayetufuatilia, unaona unaweza kaa unadhani labda unakuja kanisani unahukumu wengine ambao unaona fulani anavaa nguo fupi, fulani namuona mitandaoni yuko hivi. Kumbe Mungu amemleta hapo arekebishwe, atengeneze. Sure. Na mimi ningependa punguzeni kuhukumu watu. And that's why nasema baba yetu Prophet Philbert ni baba wa kipekee sana. Ni baba, wewe fikiria katika mazingira kama yale, na yeye na uhakika inawezekana alishakupelekewa taarifa watu sio wanaona. Lakini fikiria the way alivyokuwa calm. Alivyokuwa calm kipindi chote mpaka siku anashuhudia Jumapili. You can imagine we baba mama uko nyumbani unafuatilia, hata wewe binti yako ana uwezo wa kubadilika. Hata huo uzao unaolilia we mama, unaona mtoto anakunywa pombe anachoka kule nyumbani, anaweza akabadilika. Tuambie Mungu amekutoa wapi? Kwa hiyo huko mitandaoni nilikuwa najiposti sana. Na posti nimevaa nguo zinaonyesha mwili wangu. Yaani mimi ilikuwa kuposti kitovu wazi kwangu ni jambo la kawaida. Ila nakumbuka kuna siku niliposti nyimbo moja ilikuwa inaitwa I think ni ya Zuchu, nimesahau. Nimeposti nipo kitovu wazi. Uwezi amini, niliumwa, kitovu kilinisumbua. Wiki 2 kitovu kinanisumbua. Lakini kwa sababu nilikuwa pia sijamjua Mungu, ile kitu kitu cha kawaida. Nikaendelea kuposti mitandaoni. Mwanaume alikuwa anani-approach mimi. Kwangu alikopo good. Yaani mimi nilikuwa sijali. Na katika ngoja kwanza, iko kipengele muhimu sana kwangu. Kwa wewe alikuwa mwanaume wote anayekuapproach safi kabisa. Ulikuwa unachukua muda ngapi kumkubali? Muda gani kumkubali? Hata wiki haipiti. As long as you have money. Kwangu kumbe sio mwanaume tu, as long kumbe sio tu mwanaume bwana. Kabisa. Ili mradi uwe na nini? Uwe na hela. Kwanza shilingi ngapi? Uwe na hela nyingi. Ambapo hata kwa mfano sasa hivi nikikwambia naomba unitumie 50,000 unaweza kanitumia 50,000. Wewe bwana. Sio nakwambia naomba labda unitumie 50,000 unaniambia nisubiri kwanza sijui nasikilizia mchongo. Ulishakuwa na mwanaume anayesikilizia mchongo? Nishakuwa naye. Ile huyo ulimpenda wewe? Huyo nilimpenda, lakini pia nilimvumilia ila baadaye nikaachana naye. Baadaye kwa wewe mwanaume akikutongoza mwenye hela hata wiki 2 achukui. Ilikuwa kipindi hicho of course I'm talking about that. Kwa ilikuwa haichukui wiki 2. Hata wiki 2 ilikuwa haichukui. Kabisa. Ili mradi pesa ipo. Kabisa. Kwa kama ni kondoo unatafuna mchungaji. Sasa katika maisha yangu yote hayo mimi pia nilikuwa na changamoto moja. Nilikuwa unakuta list ya wanaume wangu walikuwa wazidi sana. 8. Serious naongea. Ngoja kwanza, list ya wanaume
yanakupa wazidi 7-8. Hawazidi. Na kila mwanaume wangu alikuwa ana kazi yake. Kuna mmoja wa nywele, mwingine wa kucha, mwingine wa vocha. Yaani nieleweshe vizuri hapa. Mimi nashindwa kuelewa. Yaani kwa ukitaka nywele unampigia mwanaume. Kama ni Shabani, anahitaji kutengeneza nywele. Yeye anadili na nywele peke yake. Kabisa. Na akikuhitaji kimwili? Hapa kinihitaji kimwili, wengine nikopo na wakimbia. Wengine wako na wakimbia. Nilikuwa nakimbia. Lakini huyo ni wa nywele tu. Kuna jamaa alikuwa anagaramikia nywele. Mwingine wa kucha. Kwa hiyo na kucha zako zilikuwa standard kipindi kile. So umeona sasa hivi. Yaani zamani mimi umeona kucha sasa hivi. Mimi zamani kucha zangu ulikuwa kuzikuta hivi. Sasa hivi kucha kisha habari yake. Nakwambia wewe mwanaume wa kucha ilikuwa lazima nimtumie picha ya kucha ambayo mimi nataka kwenda kutengeneza. I think hata dada mnajua kuna sehemu nyingine ukienda kutengeneza kucha unaambia 30,000, sehemu nyingine 10,000. Ila mimi yule alikuwa na deal na kucha tu. Kucha tu. Bwana Shabani, na utumie hela ya kucha. Nakupa taarifa. Naomba hela ya kucha. Mwanaume wangu mwingine ni kwa ajili ya vocha. Na lazima atoe. Mimi bando langu, simu yangu ilikuwa niko radhi. Mimi ni sida, lakini simu yangu iwe na bando. Nikisema bando na maanisha bando la internet, niweze kuperuzi, niwe na dakika, simu yangu iwe na normal SMS. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi yake. Kwa kuna mwamba yeye kazi yake ilikuwa ni kwa ajili ya bando. Kabisa. Na bando lako kwa siku ulikuwa unaweka shilingi ngapi? Kwa tunaweza nikaongea kwa upande wa internet, nilikuwa naweka ile bando la 30,000. Yaani mwamba hiyo ni internet pekee yake. Hiyo ni internet, yani kuperuzi. Bado namwambia anahitaji dakika. SMS ilikuwa sio sana kwa sababu mimi situmiagi sana SMS. Kwa maximum ni kama bando jamaa anakuingizia shilingi kwa siku au kwa mwezi? Hiyo kama anaweza kanipa 50,000, inaweza kawa ni kwa mwezi au muda mwingine hata kwa wiki, maana mimi napenda sana kuperuzi. Ngoja kwanza Pastor Eliza, uzuri wewe unajua Mungu kitambo. Pastor Eliza, wa bando, wa nywele, wa kucha, hapo bado hatujaendelea na sehemu nyingine. Wewe yupo umemwelewa alikuwa anatumikia kusudi lake vizuri kisawa ni huko. I say. Haya maisha yapo. Yapo. Ulishawahi kuyapitia au rafiki yako yote kuyapitia? Yaani hayo maisha yapo. Na mimi kwa kiasi fulani nilikuwa napitia, lakini mimi sikuwa na wengi hivyo. Huyo mmoja. Yeye ndo alikuwa anatumikia kusudi. Lazima ajue kwamba mimi baada ya muda fulani nywele zinatakiwa zifumuliwe. Natakiwa niwe hewani. Hivyo mimi sio mtandaoni sana. Kwa hiyo yeye alikuwa aumii sana kwenye masuala ya mitandao. Lakini kusuka, nipendeze, nionekane smart, perfume nini, azingatie engo, yani azingatie. Na alikuwa anazingatia. Lazima azingatie. Sasa mtoto mzuri kama mimi asipozingatia anajua kinachofuata. Yani anajua akilega tu kidogo anajua kinachofuata. Kwa akilega tu jimbo linaenda upinzani. Anaelewa. Basi nzuri anaelewa kabisa kwamba yupo na mtu aina gani. Kwamba mimi nikizingua tu kidogo, nikiacha tu kaupenyo sio wangu, yani alikuwa anajua. Dada Miriam. Kwa wakucha mwingine? Bando mwingine? Bando mtu mwingine ni mwanaume wangu mwingine nilikuwa namdanganya nimepanga, kwa lazima atoe la kodi. Nilikuwa namdanganya kabisa nimepanga. Oh my god. Kwa jamaa alikuwa anatela kodi bwana. Shilingi ngapi kwa mwezi? Nilikuwa namwambia kwa sababu nilikuwa nimepanga chumba cha 50,000, nilimdanganya. Kwa hiyo anatoa kama 3,500 hivi. 3,500. Yes, 3,500. Alafu mwingine? Wengine tu nilikuwa nachukua just for granted. Wengine kusema ukweli, wengine the moment nimemaliza period yangu lazima nitampigia. Lazima nitawapigia. Labda kwa mfano ni zamu ya John, lazima nitampigia John. Kwa hiyo ulikuwa unajua leo ni zamu ya fulani? Yes. Leo ni zamu. Kwa hiyo huyo John alikuwa na hela mfano sasa? Hao walikuwa na hela. Nao walikuwa na hela. Walikuwa na hela ndio. Kwa ukienda kukutana nao wanaacha mzigo mezani. Ndio. Wanaume. Ngoja niulize swali hapo kidogo. Kwamba wanaume 8 kuna nywele, wakucha, wa nini. Kuna mwingine ambaye naamini kabisa kuna mmoja ambaye hatoi hata 100, lakini ndio alikuwa anampenda kuliko wote. Kabisa. Alikuwepo. Yupo? Yes, alikuwepo. Hatoi hata 100. Huyo mwamba alikuwa ana hata 100. Yeye ndo anamchonga na usikilizia. Huyo mchongo na usikiliza, nilikuwa nampenda sana. Ulikuwa unasoma naye chuo? No, alikuwa anasoma chuo. Ila alikuwa ananichiti. Yaani nampenda hivyo na madhaifu yake. Maana wanaume zangu wote walikuwa hawajuani.
Yaani ukopo wajuani. Hata nikisema sasa hivi niende zamani like nisema baba naenda kukutana nao. Mimi mza kamwachia pale simu yangu. Hawezi kujua na niko na chat nani kwa sababu pia nilikuwa nishajifunza technique. Hata akishika simu yangu pale hakuna mtu atakayenipigia simu. Kuna kitu inaitwa secret code ipo kwenye WhatsApp na hide each and everything. Kwa hata nikija kwako labda kwa mfano nimekuja kwako, nikikuachia simu yangu hapa, hakuna atakayekupigia, hakuna atakayetuma message. Ndio maana walishindwa kutojuana. Mimi ndio maana leo baba amefundisha wanawake ndio wanaua wanaume nguvu aise. So ilikuwa unaweza kuachia hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja. Kwa yale maisha yangu yalivyoendelea, nakumbuka kuna siku nilikuwa na jambo. Yaani kitu kaniambia, Maria, kwa nini kila siku wewe unakuwa hivi, una huyu, unashinda. Prophet ulimjuaje kwanza? Prophet mimi nilimjua kupitia bibi yangu. Kusema ukweli bibi yangu, Mungu ambariki. Yule bibi anajua, yani the moment alivyomjua baba Prophet, ndipo alivyoleta familia yake. Kupitia bibi yangu, babu yangu akaja kusali hapa, mimi nikaja kusali hapa, anti zangu akaja kusali hapa, hadi ndugu zangu wengine wakaja kusali hapa. Maana bibi yangu alikuwa ni mtu wa makanisa sana, atafuta sehemu ambapo anaweza akafunguliwa. Kwa hiyo mimi bibi yangu nakumbuka zamani nilikuwa nasali kwenye hili kanisa, lakini nilikuwa niko mbali kabisa, niko mbali. Nilikuwa sina mahusiano na mtu yoyote. Afu pia nilikuwa siamini. Hata nikija kukaa, nilikuwa nakaa nyuma, sitaki baba aonione, akiniona ataniaibisha. Kumbe kuna uwezekano wengi wanaokaa nyuma. Ni mfano lakini inawezekana nitaanza kufuatilia sasa. Pastor Eliza siku nikikuona umekaa nyuma. Not fair. Kwa bibi, kwa hata nilipokuwa nasali nilikuwa sisali like kumaanisha. Nilikuwa tunasali nimalize zangu niondoke. Ila nilikuwa nikija kanisani nakaa nyuma. Hata bibi ananiambia, Maria njoo, nilikuwa naona aibu, naona kama baba, maana baba Prophet anaona. Yaani hata umdanganyeje baba atakuona. Baba ana zoom. Baba kama anaweza kazoom maisha ya nyanya wako, nikisema nyanya wako unanielewa ni bibi mzaa bibi. Sembuse maisha yako sasa hivi. Kwa nilikuwa nakaa nyuma kusudi hata baba akipiga jicho asinione. Na nilikuwa natoka nje. Yaani sitaki kuconcentrate. Baba akisema fumbeni macho tuombe, mimi naogopa. Na naona kama baba atasimama hapa ataniumbua mambo yangu. Lakini baadaye nikahama kanisa. Mimi nilihama kanisa. Ulishawahi kuhama hapa? Nilishawahi kuhama kanisa. Ukamia wapi? Kusali kwenye ile kanisa na lihifadhi. Lakini lile kanisa nilokuwa nasali kusema ukweli, likopo ni nzuri. Baba mtumishi wa pale ni mzuri, lakini nilikuwa naona kama sifunguliwi. Maana kuna changamoto nilipitia, nilipokuja kusali ilikuwa ni intellectuals ilifanyika, I think ni Millennium Tower, Millennium Tower, yes. I remember. Nilienda kuombea kuhusu masomo yangu. Afu nilikuwa kwenye kipindi cha mtihani. Huwezi kuamini. The moment nilivyoombea kile kipindi cha mtihani, matokeo yalivyokuja, nilipass. Yaani nikionyesha matokeo yangu, nasi nishakutoaga ushuhuda. Ule kutoa ushuhuda. Kwa nikaacha kusali kwenye hili kanisa. Nikaenda kwenye kanisa langu hilo lingine. Lile lingine nikawa nasali lakini sifunguliwi. Mimi kama vile tu nilikuwa nawasindikiza watu. Nikatoka kwenye hilo kanisa nikaenda tena kwenye kanisa lingine. Kwa nilikuwa pia story kwenye mambo ya kanisa. Bibi akaniambia, "Kwa nini unahangaika? Kwa nini usikae kwenye kanisa moja?" Nisikae kwenye kanisa moja. Naogopa kukanyaga hapa kwa sababu baba atazoom. Sasa kama na wanaume 8, kila mtu ana kazi yake. Baba akiniona sasa ngoja kwanza. Mpenzi mtazamaji, mimi nilikuwa sijui siri. Unajua wako watu kanisani, kumbe unaweza ukaona leo anakuja, kesho hawaji, kumbe kuna mambo yao wanawaficha. Saa nyingine hao ndo wanaweza kutata wanamzushia sometimes baba vitu vya uongo. Kumbe wao ndo wanaficha madhambi yao. Kwa msiamini kila neno linalotoka la kumchafua mtumishi wote wa Mungu. Ni watu ambao wanalinda uovu wao ili usionekane. What's going on? Kwa hiyo baadaye bibi akaniambia you have to settle kwenye kanisa moja. Mimi nikamwambia sawa bibi, ila nikawa naogopa. Nikija hapa sitaki baba anione. Yaani baba akiwa anatabiria watu, mimi sitaki baba anione. Maana baba akiniona anaweza akaniaibisha. Maana pia katika harakati zangu zile za kuwa na wanaume mimi nishaenda gadi kwa waganga. Sidangani. Ulienda kwa waganga kufanya nini? Nilienda kwa mganga. Mary. Nilienda kwa mganga. Nilipoenda kwa mganga nilikuwa na shida pia mahusiano. Yule mganga sikumuogopa. Watu waenda kwa mganga sio anaogopa. Mimi sikumuogopa. Nikamfuata mganga nikamwambia nina shida yangu hii na hii. Huyu mwanaume ananisumbua. Kwa sababu nilikuwa nikiomba kwa Mungu, Mungu anijibu. Yeye nataka Mungu anipe majibu hapa. Kwa nikasema acha niende kwa mganga. Nilipoenda kwa mganga, yule mganga akaniambia naomba picha zako
naomba picha huyo kaka na majina yake. Kwa mimi nikawa natoroka nyumbani, nasema nenda labda ofisini, maybe au naenda chuo, nenda kwa mganga. Mara ya kwanza ile mganga alinichaji kama 1,500,000. Sijui kuna makorokoro, akaniambia inabidi tununue kuku, vitu vingi. Nikifika pale, mganga badala anihudumie, mganga akaanza kunipenda mimi. Bwana. Kazi kweli. Mganga akaanza kukupenda tena. Mimi na swali kwanza kabla ya hapo. Wewe nani alikuonyesha kwa mganga? Kuna rafiki yangu huyo mmoja wa kiume huyo, nilimuelezea situation ya mwanaume niliyekuwa naye katika wanaume. Kwamba kuna mwanaume mimi nampenda sana, lakini yani ananicheat, alafu aonyeshi ile appreciate ambayo mimi namfanyia kwake. Akasema hilo jambo dogo sana mdogo wangu. Yeye mwenyewe anapenda mambo ya waganga. Akaniambia chukua namba ya mganga, nikamwambia ongea naye kwanza wewe. Ukishaongea naye utakuwa umenirahisishia njia. Kweli akaongea naye, alivyoongea naye mimi ndo nikaenda kwake. Akaniambia unabidi sijui uogeshwe, mimi nishaogeshwa. Madawa. Nishaogeshwa. Kuna siku sijui akaita sijui majini yake. Aliita majini, nianza kuongea na hilo jini. Nimekaa chini kabisa kwenye vile vijumba vyao, nikaanza kuongea na ile jini. Ananiambia wewe nyota yako imekufa. Wewe sijui hivi. Mambo mengi yule mganga alinielezea. Lakini kila nilipokuwa nikienda kwa mganga nakukuta ni nachelewa kuingia kwenye siku zangu. Wakati ambao naenda kwa mganga ulikuwa bado unasoma chuo? Bado nasoma chuo. Kila nikienda kwa mganga unakuta yani nakuwa sioni my period. Umeenda mara ngapi? Nimeenda mara ngapi? Almost like kama wiki 2, wiki 3. Wiki 2 au wiki 3. Mfululizo. Na kila unapoenda unaenda na hela? Naenda na hela. Unaenda na sadaka? Naenda na sadaka. Shilingi ngapi? Muda mwingine anakuambia njoo na sadaka yote, ila anaweza kukupigia simu akakwambia yani hapa nimeona yule bwana atakutafuta. Yule bwana yule uko alipo anakufikiria. Kwa utakapokuja njoo na shilingi 50,000. Kuna dawa, sijui nini. Kuna siku aliniambia nije na shilingi 20,000 eti hii nyuzi ya nguo hii. Maana nilikuwa na nguo huyo kaka. Njoo nayo nyuzi ya nguo, kuna mtu ataenda kuichimba makaburini. Kwa sababu wewe ni muoga, huyo mtu kwa lazima, kuna mtu wangu lazima ataenda kukusaidia. Nikaenda. Akanambia sijui nije na kuku, mimi napata kuku mweupe wapi? All those stuffs nilikuwa nafanya nikiwa nimekaa nyumbani. Kwa hiyo mimi nyumbani za nikadanganya na damka asubuhi naenda kwa ule mganga. Mpenzi mtazamaji unayetufuatilia, unaweza usielewe. Biblia inasema hivi, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza. Ulimwengu wa giza una nguvu. Imagine jinsi ambavyo unaweza ulivyomkamata dada huyu. Aelewi, ambiwi, kapeleka picha, kapeleke 50,000, 1,200,000, 20,000. Wewe unapeleka shida yako kwa mganga, mganga akupe mume, mganga anakutongoza. Bado ushtuki kwamba hapa anapigwa. You can see it. Lakini kuna watu kiwaambia toeni sadaka 200,000 wanakuambia watumishi wa Mungu ni matapeli. Ulishakutoa sadaka ikazidi hapa hata 200,000 mdogo wangu? Hapana. Ila kwa mganga iliyo hai. Ni ukweli. Yaani likija swala la kumtolea Mungu mnaambiwa mnatapeliwa. Kwa sababu gani? Tumetoka kwenye misingi mibovu, misingi ya kumtumikia Mungu na kuamini kwamba Mungu anaweza akafanya. Hiyo hatuamini. Lakini kwa waganga unaweza, we mama wewe unanitazama, we dada, we baba, kutoa milioni kwa mganga ili upate kitu fulani unaweza. Lakini kutoa milioni kwa Mungu kama sadaka haiwezi. Kanisani sadaka una milioni 1, una 10,000, unatoa 1,000 kanisani. Tena umeikunja hivi unatupia namna. Kwa hiyo maisha ile ya kwenda kwa huyo mganga, muda mwingine ukopo sina nauli, kwa I have to kumuomba mtu niende. Naomba hao wanaume zangu, bwana naomba hela. Nimekwama, naenda kwa mganga. Kwa unakuta nilivyokuwa nitaenda. Unamwambia kabisa? Namwambia tu naomba nilie. Kwa nilivyokuwa nenda kwa ile mganga nilitegemea nitapata majibu ya chapa. Ila nilikuwa naota ndoto nyingi sana ambazo zilikuwa sio nzuri. Yule mganga mwisho wa siku mimi nikamwambia, mbona nakuja kwako unaniombea, unaniogesha zile dawa zao, unanifikiza sijui ndio ubani ule. Mbona si huyo kaka anirudi? Mbona huyo kaka anijali tena? Akasema usijali mdogo wangu. Yule atakurudia. Mpaka anavyoongea hivi, yule kaka hajaye kunirudia. Na nimeshatoa hela nyingi sana kwa yule mganga. Mganga tapeli. Hela nyingi sana. Na kitu kilichonifanya nisirudi tena kwake, alianza kunitongoza mimi.
yani nimekuja anisaidie, yeye akaanza kunitongoza mimi. Anaweza kukupigia tu simu anakuambia hapa nikiangalia katika majina yako na yeye yule kaka anakufikiria. Kwa hiyo inabidi unitumie hata shilingi fulani. Kwa hiyo kile kupitia vile alivyoanza kunitongoza mimi nikaamua nimwache. Kwa mganga, kwa hiyo alikuwa anakutongoza kabisa, anakupenda. Ananitongoza kabisa, ananiambia mimi na yani nakupenda, nataka nikuoe mke wa pili. Kumbuka ana mke na na watoto wawili. Ananiambia nataka kunioa mimi. Sasa naye alikuwa anakufanyia uganga hapo. Naweza nikasema alikuwa ananifanyia uganga. Au kwahi kwanza kumpenda? Kusema ukweli hapana. Alikuwa ni kwa kumkadiria kama ni mtu umri gani au makamo gani? Kwenye miaka kama 32, 33. 32? 33. Bado kijana kabisa. Kwa hiyo mimi nikaachana naye. Ulikuwa na huyu mganga alikuwa yuko wapi? Alikuwa anakaa Kinondoni. Kinondoni sehemu gani? Kinondoni studio. Wewe mganga wa Kinondoni studio wewe. Wewe mganga wa Kinondoni studio, Kinondoni studio wewe. Muongo tapeli wewe mganga. Umewadanganya watu. Sasa ule uko unamdanganya ameokoka. Na usipookoka baba yetu Prophet Philbert, baba yetu anaitwa Prophet Philbert Christ, atakupiga huko uliko. Huko uliko atakupiga. Kwa hiyo nilivyoachana na mambo ya mganga nikaendelea hivyo, lakini actually nilikuwa simwamini Mungu. Yaani kumwamini kwamba nitasali tu lakini siamini kama Mungu atanijibu. Yaani nilikuwa nataka Mungu kama nikimuomba leo jambo langu anipe muda huo. Basi maisha yalivyoendelea pia mambo yangu ya uchumi ukopo wanashuka. Unakuta tu wanaume waliokuwa nao wanakuwa na mimi just for granted. Ulishakupitiza siku bila kufanya mapenzi na mwanaume wote kati ya waliokuwa nao? Kusema ukweli nilikuwa nilejekele ratiba kwamba the moment nimemaliza period I have to meet na mwanaume. Yaani ulikuwa umeshajiwekea ratiba? Hiyo ndio ratiba. Muda mwingine na wewe ndio unayemchagua? Muda mwingine mpaka nawapigia ma ex zangu. Yaani nimeachana na ex lakini yupo ex, yani nimeachana na ex maji tumeachana. Ni ma ex lakini nitampigia uko wapi, niko sehemu fulani, basi tukutane lodge fulani. Wewe ndio unalipia? Hapana. Yeye ndio analipia yeye. Na yeye akisikia mkutane lodge hapo Basi kwa hiyo kuna siku nilikuja kanisani sasa ile. Nilivyokuja nilikutana na pastor anaitwa Pastor Samuel. Alinishika mkono. Akanambia mdogo wangu Mungu anakupenda. Nikamwambia asante. Wapenzi zako wazima? Sema wapenzi. Hapo mimi sasa najua mimi nimemchukua tu Pastor Samuel tu mkaka wa kawaida. Akanambia wapenzi wako wazima? Nikamwambia samani mimi na mpenzi mmoja. Hapana. Wewe una wapenzi wengi mdogo wangu. Nikamwambia mimi na mpenzi mmoja. Akanambia katika wapenzi zako kuna mmoja unayempenda sana na unasoma naye chuo. Aliniambia. Mimi nikambishia, akasema sasa kwa sababu unanibishia, wale wote ambao uko nao hakuna yote ambao na malengo na wewe, na huyo ambao unampenda atakuacha. Hayo maneno alinitamkia ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 8 tarehe 14. Ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 8 alinitamkia. Akaniambia utakuja kutoa ushuhuda. Siku moja utakuja kutoa ushuhuda. Kusema ukweli mimi nikasema, alinivoachana naye nikasema hivi kaka vipi, kaka ananichukuliaje? Okay. Nikasema huyu kaka ananichukuliaje? Yaani kwa nini anaanza kuulizia mambo ya wapenzi? Nani aliyemwambia kama mimi na wapenzi wengi? All the time nikija nakaa nyuma. Sitaki nikae mbele. Nikikaa mbele baba atanizoom. Nakumbuka siku ambayo nilikuja tena nikachaguliwa niwe kiongozi. Yule nikasema Mungu, mimi sitaki kukaa kwenye hili kanisa. Wananichagua tena niwe kiongozi, na ukiwa kiongozi means kila siku unabidi uje kanisani. Basi Jumapili nikamwambia babu akanambia ile kanisa ni nzuri sana mjukuu wangu. Basi tu hujajua. Jumapili yake nikaja. Lakini nilivyorudi nyumbani, I don't know nilipata wapi nguvu, nikaanza kuwatumia message wapenzi zangu. Bwana, leo mimi na wewe naona hatuwezi tukafika mbali, tuachane. Niliwatumia wengi, kuna wengine walinikasirikia, kuna wengine waliniblock, mwingine akasema siwezi kuishi bila wewe. Uwezi amini jamani, the moment nilivyoachana na hao wanaume zangu wote. Yaani ulivyofika nyumbani ukajikuta tumepata nguvu yani. Kabisa, nijikuta tu nimepata nguvu. Uliwaza labda au ilikuwaje? Niliwaza nikasema lakini yule kaka aliyemwambia kwamba mimi na wapenzi wengi ni nani? Ndio hapo hilo jambo nilimshirikisha babu. Babu akasema lile kanisa lina nguvu mjukuu wangu. Ila nilikuwa pia siamini. Kwa nikaanza, leo mimi na wewe hatuwezi tukafika mbali, tuachane.
wengine walinipigia simu sikuwapokelea, wengine waliniblock, wengine anakuambia mimi siwezi kuishi bila wewe Maria. Imagine utaendelea pastor, kuwa na babu kama huyo, baba yetu, babu wetu mzee Mduma. Mungu akubariki sana mzee. Unayefuatilia maendeleo ya jukuu zako kwa upendo na ukawashauri kwa upendo, wazidi kubaki kwa Mungu. Mungu akubariki sana. Tamani nawe baba, we mama unayetufuatilia, kuwa rafiki kwa watoto wako, kwa jukuu zako. Washauri mambo ya Mungu, usichoke, usiwakatie tamaa. Hivi imagine wangemkatia tamaa leo angekuwa wapi? Pastor Eliza, karibu. Mimi nipo na swali moja najaribu kujiuliza. Ulisema kwamba hawa wanaume zako ndio walikuwa maprovider saluni na nini na nini. Sasa ukuwaza kwamba nikiwatumia hii message kwamba tuachane, nani atakusupport kwenye kusuka, kucha, vocha na nini? Katika ile kwenye swala kuwatumia message, nilianza kuwatumia message wale ambao kwa wana provide kidogo. Kwa kaanza wale ambao nikaanza kuwapotezea. Nilianza kuwatumia message wale wachanga afu wale wakuu sasa ili actually kunichukua hata wiki. Na yeye nilikuwa natafuta jinsi ya kuwaacha, ila niliwaacha. Niliwaacha wote. Hata katika maisha yangu ya kileo sasa nilijikuta nilikuwa napenda kukaa nyuma, nikajikuta naanza kukaa mbele. Nilikuwa sijui hata kufungua Biblia, mimi nilikuwa sijui agano la kale ni lipi, agano jipya ni lipi. Mimi yani hata mtu akiniambia, muda mwingine mpaka nilikuwa naona aibu. Mtu anakuambia labda mwanzo, mimi nafikiria mwanzo yuko wapi tena? Mwanzo kabisa ushaambiwa mwanzo. Jamani. Mimi nafikiria mwanzo ni wapi? Nilikuwa hata kufungua Biblia mimi siwezi. Kwa namshukuru Mungu nilipoachana na wale watu, kweli Mungu ameninyanyua sana. Hata nikiangalia kwenye uchumi wangu, japokuwa nilikuwa nawategemea wao, kweli labda kama Mungu akupa ananipiga kibao, maana nilivyoachana nao uchumi wangu ulishuka. Kaka, yani hata shilingi 100 mimi nilikuwa nakosa. Imagine nafanya kazi, nasoma lakini nilikuwa nakosa mpaka 100. Ila nilivyokuwa na wale, all the time nilikopo na hela. Yani mimi swala sijui ya hela kwenye pochi yangu, all the time utakuta mimi na hela. Ila nilivyoachana na wale watu, uchumi wangu ulishuka. Ulivyoshuka mimi sikukata tamaa. Nilimtafuta tena kaka Samuel. Kaka Samuel siku akaniambia, mdogo wangu inabidi tusali. Nikamwambia sawa kaka, leo mambo yetu tunaenda kuchomoa wale wanaume wote ambao ulilala nao. Kama unanao guest, ulilala nao sijui wapi. Sasa nilikuwa naona aibu. Akaniambia, mdogo wangu usione aibu, chomoa wote. Yaani nilikuwa nawataja wanaume wengine kakangu akupo anawajua, ila nilikuwa naje, yani kakangu akupo anajua, kwa nikupo nawabadilisha jina la baba yao ndo naliweka la kwanza. Chomoa. Kwa labda kama mtu labda anaitwa Crescent Mudende, mimi naanza ile jina la katikati. Usije kaka sijui jina la kwanza. Nilichomoa, kweli nilichomoa. Nilikuwa na hizi roho zinaitwa Jezebel. Yani zikupo zinanitafuna sana. Kwa hiyo ulikuwa unanimisia bias. Wewe mtu mnaomba, watu walikuwa very smart. Yani hapo na uelewi, yani nafikiri unaomba kwa jina la Yesu namchomoa Isaac. Uelewi kwa sababu anaomba kwa kuflow. Watu walikuwa na akili. Kwa hiyo nilivyoachana nao, nilikuwa single na niko single mpaka sasa hivi. Nilikuwa naomba Mungu anipe yule mume aliyenikusudia. Nilikuwa nasumbuliwa na zile roho za Jezebel. Alafu pia nilikuwa sio kwamba najiaibisha, ila nataka vijana pia wapo ambao wananishikia. Hata kama nilikuwa naikiwa bando, nilikuwa naikiwa sijui voucher, ila lazima usiku I have to watch porn. Lazima niangalie zile video chafu. Yani lazima. Yani hata ingekuwa saa ngapi za usiku, saa 9 watu saa 9 mnaamka kusali, mimi lazima niangalie. Yani nilikuwa very addicted. Lakini siku ambao kaka alivyoniombea tukaanza kuchomoa, nilijikuta hata ile amu inakata. Nikampigia kaka, I think ilipita kama siku 3 siku 2. Nikamwambia kaka nimeimprove. Akaniambia nini? Nikamwambia yale mavideo nilikuwa naangalia siangalii tena. Akaniambia endelea kumpenda Mungu. Kwa nilivyoendelea kumpenda Mungu, nilivyoendelea kuwa karibu na Mungu, nikaanza kukaa mbele. Nilipoanza kukaa mbele, nilikuwa sijawahi kutamkiwa neno lolote la kinabii katika maisha yangu. Hiyo siku nilikuwa najisikia vibaya, sitaki kuja kanisani, kumbe ndio ilikuwa siku yangu ya kufunguliwa. Baba akani point. Akanambia, "Wewe binti,
Ngoja kwanza. Kwa nini ulikuwa utaki kuja kanisani? Kwa hiyo kwa sitaji kuja, nilikuwa naogopa baba sija kaona uchafu wangu. Au pia nilikuwa naona baba ana zoom sana. Kwa nini akanaibisha mbele za watu afu mimi naogopaga mtu akinaibisha mbele za watu. Okay. Ndio. Okay, sawa. Kwa siku ambayo sasa nimeanza kumjua Mungu, nimekaa mbele, ndio kaka baba akanipoint akanambia, "Wewe binti, una mchumba?" Nikamwambia, "Baba, mimi sina mchumba, nipo single." Ilikuwa ni lini hiyo kama unakumbuka? Ilikuwa ni mwaka jana, kama sio 11 basi wa 12 ile katikati. Ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 12. Tunaweza hiyo nakumbuka. Kaka Faya unaweza ukatekea hiyo video ya tarehe 23 mwezi wa 12. Nadhani ndio siku ambayo ilitolewa unabii pia na yule mama Roya Ana. Yeah. Hata mimi nakumbuka siku Bwana Mungu. Na wewe pia ulipokea. Na wewe pia ulipokea. Kwa baba alivyotabiri akaniambia, akaninong'oneza, "Yule mtu yuko hivi." Niliruka nikasema, wewe ulikuwa unataka uwe na mtu aina gani katika maisha yako? Katika maisha yangu kwanza kabisa, kwa sababu mimi nimeokoka na mpenda Mungu. Nahitaji mwanaume wangu awe ana hofu na Mungu. Mimi ninavyompenda Yesu naenda ampende Yesu. Wow. Nataka mwanaume wangu, yani tukiongea habari za Yesu tuelewane. Yani lugha ambayo nitaongea mimi na yeye tuweze kuelewana. Sio mimi naongea habari za Yesu, yeye anaongea habari za shetani. Afu pia mimi natamani yule mwanaume aliyekusudiwa kuja kunioa mimi natamani kuolewa na mzungu. Kwa katika wanaume zangu wote kumbe alikuwa hayuko hata mmoja. Na hichi kitu niliambiwa na kakaangu Samuel, sikukitilia maanani. Ndipo baba akaja kunitamkia kwenye madhabahu akaniambia, "My daughter, yule mzungu atakuoa wewe." Wow. Alinitamkia hiyo siku, sitasahau. Niliandika kwenye my diary, nilifurahi sana kupitia lile tamko ambalo baba alinena juu ya maisha yangu yule mtu. Nilipata nguvu ya kwenda kutengeneza passport. Wow. Yani nilienda kutengeneza passport. Kuna watu wakienda kutengeneza labda inachukua labda wiki 2, ila mimi nakumbuka ilinichukua nakumbuka ilikuwa ni Jumatatu, nilienda kupeleka form zangu, akaenda kunifanyia interview kwa sababu mimi nakaa huko Kagera. Watu wa Kagera ni wanakutana na wabana sana, ila mimi kwangu ilikuwa smooth. Yani nilienda tena, niliwaambia mimi nasafiri. Yani ile confidence kwamba mimi nasafiri, wakaniingiza emergency wakasema dada anasafiri, naomba tumfanyie haraka. Maana ukienda kuomba passport wanaweza kuchukua wiki 2 wiki 3. Ila mimi hata wiki ijaisha Alhamisi nikapigiwa simu. Wow. Uchukue passport yako. Wow. Neno ambalo baba alinitamkia. Baba alikutamkiaje? Alinitamkia kuhusu yule mzungu. Kwa mimi nikapata ile courage ya kwenda kutengeneza passport. Mpenzi mtazamaji, Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Ibrania 11:1. Imani ni kuwa na uhakika na mambo unayoyatarajia. Bayana ya mambo sio yaona. Kwa sije kamshangaa kwa nini binti alifanya hivyo, hapana. Yeye ana uhakika na neno ambalo baba yake Prophet Philbert amemwambia. Amen. Anatembea katika hilo neno. Hayumbishwi, yani huyu hayumbishwi. Baada hapo mimi na swali kabla ya kuendelea. Baba alivyokutabiria kwamba utaolewa na mzungu, wewe kwenye maisha yako ushawahi kumdate mzungu? Kwenye maisha yangu sijawahi kumdate mzungu. Ila sasa wale wadada ambao tunatafuta wazungu, mimi nimepita, yani sijui niseme labda sijui ni app gani ambayo mimi sijapita. Nimepita hizo app, kuna unaambiwa lazima ulipie upate mzungu. Mimi nimepita, nimetapeliwa. Wengine walishe kunitapeli physically. Umeenda kukutana na mtu akachukua simu yangu. Ngoja kwanza. Hiyo nakitaka sana. Hiyo kipengele nakitaka. Wewe uko honest sana. Kwa ngoja kwanza. Kwa ulitapeliwa kwa sababu ya kutaka mzungu. Sasa ulitapeliwaje? Kuna hii nchi na hifadhi. Unakuta wanakutumia message, wanakuambia kama unataka mzungu njoo WhatsApp. Kienda WhatsApp unabidi ulipie fees. Labda unakuta $50 muda mwingine, au unaambiwa haba kwa Tanzania, hii TZS Tanzania unakuta $30. Ukishalipia wanakutumia picha za wazungu. Sasa unaambiwa chagua. Ukishachagua wanakuambia tena ulipie kusudi upewe namba ya simu uweze kuchati naye. Kumbe akiwa anafanya hivyo, wengine wanakuwa ni matapeli. And obviously ni matapeli. Maana mimi nimeangaika kwenye app nyingi sana. Hela zangu zimeenda nyingi sana. Imagine japokuwa nilikuwa na wale wanaume, lakini mimi nilikuwa namtafuta yule ambaye mimi namtaka, yani namtamani niolewe na mzungu. Kwa hiyo nilikuwa na struggle. Mpenzi mtazamaji, unaweza ukawa upo kwenye mahusiano sasa hivi, kumbe sio mahusiano sahihi. Wewe mwenyewe ndani unaona kabisa haya mahusiano nilokuwa nayo sio mahusiano sahihi.
una wanaume 3 4, wewe kijana una wanawake, kwa nini uhangaike? Yupo mtumishi wa Mungu baba yetu Prophet Philbert, Mungu kampa neema. Yani huyu binti alichokuwa nakitafuta na maisha alikuwa anaishi ni vitu vili tofauti. Ahadi ya kuthibitishiwa kwamba anaenda kuolewa na mzungu ilitoka kwenye madhabahu chini ya baba yetu Prophet Philbert Christ. Binti unawaza unawachumba 10 wote wanakuchumbia, unachanganyikiwa ujui nani nani. Kijana wa kiume unaumiza akili. Nipende kukutia moyo, karibu Kinyerezi Madukani siku ya Jumanne. Baba yetu Prophet Philbert Christ anaonana na mtu mmoja mahali hapa. Una jambo lolote linakuchanganya akili, njoo Mungu atakuondoa katika hiyo njia panda. Wewe kijana wa kiume una mabinti ujui nani unataka kumoa, njoo Mungu akiongea ameongea, na utawaacha wote, utapokea nguvu itakayokuwezesha kuacha wote. Umesema kwamba ulikuwa unatoa hela ili upatiwe namba za wazungu na nini, lakini haukufanikisha swala lako. Ndio. Vipi Prophet Philbert Christ, ulimpa shingapi ili aweze kuconfirm kwamba utakuja kuolewa na mzungu? Ulimpa shingapi? Kweli baba yangu sijai kumpata 100. Bure kabisa. Bure kabisa. Alinithibitishia zaidi ya mara 3. Yani zaidi ya mara 3. Siku ambayo ile siku alivyonithibitishia, akaja kuniambia tena. Yani hakuna kwa babangu Prophet, hakuna kiingilio. Ni imani yako na utayari wako. Maana hata kama nilivyokuwa na sali, nilivyokuwa na wale wanaume, kuna mwanaume nilikuwa namuombea, kumbe yule alikuwa sio wa kwangu. Yani yule alikuwa sio wa kwangu. Maana angekuwa ni wa kwangu, baba angeniambia. Yeah, kweli. Kwa nilivyoachana na wale viumbe wote niliokuwa na date nao, wale wanaume, ndipo baba kaja kutamka neno juu ya mahusiano yangu. Wow. Mimi nipo single, ila imagine baba alishaniambia kwamba kuna mwanaume mzungu atakuja kukuoa wewe. Wonderful. Uko single sasa hivi ndogo? Niko single kabisa. Tangu lini umekuwa single? Tangu mwaka jana mwezi wa 8. Tangu mwaka jana? Mwezi wa 8. Tangu mwaka jana? Mwezi wa 8. Upo single? Nipo single. Mwezi wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12, kwanza, wa pili. Miezi 6. Binti ambaye alikuwa hawezi kulala bila kuangalia video chafu. Binti ambaye alikuwa na wanaume 8 anao ambao ametutajia hapa, lakini kuna wale wa kumsupport wale wa kumliwaza. Binti ambaye amezunguka kwa waganga ili kumkamata mwanaume. Binti ambaye ameogeshwa mpaka dawa za kiganga. Binti ambaye ametapeliwa mpaka pesa ili olewe na mzungu, sio mara moja, sio mara mbili. Leo amekaa miezi 6, hatamani kuingia kwenye mahusiano ambayo hayana kichwa wala miguu, wala hana hisia za kufanya mapenzi kiolela olela. Huyu ndio Mungu ambao sisi tunamhubiri, Mungu wa baba yetu Prophet Philbert Christ. Yeye anayeweza kukuinua kutoka katika mavumbi akakutengeneza. Yeye ambaye anaweza akakubadilisha kutoka kwa raw material, kutoka kwa malighafi ukawa bidhaa katika soko la kimataifa. Huyu ndiye Mungu ambao leo tunaongea mbele yako, wewe mama, wewe dada, wewe baba, wewe binti, wewe kijana ambao umekata tamaa. Bado usikate tamaa, usijikatie tamaa. Wazungu wanasema it's not over until it's over. Babangu Prophet Philbert anasema no situation that God cannot change. Pastor Eliza. Kuna kitu kimoja nilikuwa na kitafakari hapa. Ndio. Unajua watu wengi sana hasa vijana tuna fail kufika pale ambako tunataka tufike kwa sababu ya kushindwa kufanya maamuzi. Na siku ambapo tutaamua kufanya maamuzi, hasa yale maamuzi magumu, ndio siku ambapo maisha yetu yatapiga hatua. Dada amenifundisha kitu kikubwa sana kwamba siku ambapo aliamua kuwatumia wale wanaume zake message kwamba tuishie hapa, naona hatuna future, tunapoelekea, tuishie hapa, bila kujali kwamba nitapata wapi vocha, nitapata wapi nini nywele, nitafanyaje na nini, kwamba alisema hivi vyote vitafanyika tu, akafanya hayo maamuzi, ndipo maisha yake alipoanza kupiga hatua. Na kitu kibaya kuliko vyote ni kwamba huwa hizi pesa za wanaume zinatufanya yani zinatudidimiza akili, hata uwezo wa kufikiri kwetu unapungua, kwamba tunaamini kwenye kupewa. Najua kwamba nikiachana na Juma sasa nani atanisupport, nikiachana na Hamisi nani atanifanyia hivi. Lakini siku ambao ukiamua kwamba Hamisi, mimi naweza kuishi bila wewe, kwamba hapa nimeamua kuokoka, acha niingie miguu miwili kwa Yesu. Kwa sababu kiukweli ili swala la kwamba uko kwa Yesu na unakuwa na mambo yako mengine meusi nyuma, hichi ni kitu ambacho kipo sana. Mimi pia naweza nikajiongelea.
kuna kipindi nilikuwa ndo nipo kwa Yesu, ila sikuwa miguu miwili. Yaani kwa hiyo ni issue ambayo inatesa vijana wengi sana. Na nikawa naamini kwamba sasa nilikuwa kwa kiasi fulani naendesha maisha yangu, lakini kuna watu walikuwa pia wananisupport. Sasa nikawa najiuliza, hivi watu wakiwa hapo kwenye maisha yangu itakuwaje? Nitawezaje kufanya hivi na hivi? Nishazoea kuishi maisha fulani hivi, vipi wakiondoka nitawezaje? Lakini kuna siku nikaamua nikasema, hivi unajua mwanamke ni kiumbe powerful sana na anaweza akafanya mambo na mambo yakaenda. Ngoja sasa hivi nisimame kwenye maisha yangu, nijiendeshe mimi, yani nijisimamie mimi kwenye kila kitu, ili asiwepo mtu wa kunipangia vitu fulani kwamba hivi usifanye na hivi usifanye. Kwa sababu wanaume wengi wa gizani hawataki sisi wanawake tuje kanisani. Kwa mfano mtu kama mimi ambaye utanikuta karibu siku zote za wiki nipo kanisani, uweze ukampata mwanaume akasupport hicho kitu. Sio, unanielewa? Kwa hiyo na ukikuta huyo mwanaume ndo ana provide kila kitu kwenye maisha yako, lazima utamfuata yeye. Sio, unanielewa? Kwa hiyo lazima ifike hatua wanawake tuamue kufanya maamuzi magumu, kwamba niko tayari kulala chini nibaki na Yesu, niko tayari kula mlo mmoja nibaki na Yesu, ili umpe Mungu muda. Kwamba Mungu, nimeamua kumwacha Juma ambaye alikuwa ananipa kila kitu, ana provide kila kitu kwa ajili yangu. Nimeamua kumwacha Shabani, nimeamua kumwacha Hamisi. Nimeamua kukufuata wewe Yesu. Fanya hivi na hivi kwa ajili ya maisha yangu. Mungu asipofanya, unaweza ukamdai na ukawa na haki mbele za Mungu. Lakini ukimchanganya Mungu na Hamisi, Mungu lazima yeye ajitoe, kwa sababu Mungu yeye ashindanishwi yani. Mungu yeye anaweza. Kwa hiyo ukimshindanisha Mungu na Shabani, kwamba Mungu Shabani asipofanya ndo nakuja kwa Mungu kumuomba. Sijui unaona hicho kitu. Kwamba itakuwa umpe Mungu nafasi ya kwanza, kwamba Mungu, wewe maisha yangu yote nimeyatoa kwako. Mimi ni binti mdogo na kupenda, nimeamua kukupenda. Shabani embo akae kwanza pembeni kidogo. Utaona Mungu atakavyokuinua na ukawa independent, ukaendesha maisha yako kwa amani kabisa. Kijana unayenitazama, kijana unayenisikiliza, fanya maamuzi. Usiendelee kupoteza muda kwenye hao mahusiano ambao uelewi mwisho wake ni upi. Usiendelee kukaa na huyo mbaba mwenye wake zake wawili, anayekudanganya anakupenda, anakupa iPhone, anakulipia kodi, lakini mwisho wa siku wewe unachelewa kufanya maamuzi ambayo itazaa matokeo yatakayoendesha maisha yako yote. Yeah. Amen. Mpenzi mtazamaji, umesikia mambo makubwa ambayo Mungu anafanya. Endelea dada Miriam. Kwa hiyo nakumbuka tena kuna kitu ambacho kakaangu aliniambia kwamba utakapofunguliwa wewe, utakuwa influencer mkubwa kwa vijana sana. Yeah. Mimi nina shuhuda nyingi sana. Wow. Yaani mimi tangu nilivyoanza kufunguliwa nina uwezo nikienda kuongea na kijana kuhusu swala la Mungu, kuhusu baba yangu prophet. Yule mtu yani kwanza ananiambia, dada Maria, twende, naomba unipeleke. Kwa kupitia mimi nilivyofunguliwa, kuna baadhi ya marafiki zangu nimewaleta hapa kanisani. Wow. Kupitia mimi huyu kuna marafiki zangu wengine wamepata kazi. Wow. Kupitia mimi huyu uko madarasani ninaposoma huko chuo, kuna watu waga ninawaleta kwenye ibada. Hiyo ibada ni nzuri sana. Yaani natamani kama vijana na nyinyi kwa mnakuja ibada ya Jumanne. Yaani ni nzuri sana. Amen. Kwa hiyo naweza nikasema namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kitu kingine, kuna kitu kinaitwa swala la imani. Kama una imani, unaweza ukashangaa unamuomba Mungu, Mungu akujibu, maana Mungu anaona kama wewe umuamini. Nilishawahi kumwambia kaka yangu Samuel, nikamwambia, kaka, nataka nikapime ukimwi. Kwa sababu nilikuwa sio kwamba yani kwanza nilikuwa sijiamini cha kwanza. Hebu imagine nilikuwa na wanaume zangu 8. Katika 8 kweli kuna mtu ambaye ipo salama. Nikamwambia kaka Samuel, naomba nahitaji kwenda kupima ukimwi. Kaka akaniambia, mdogo wangu, wewe umebadilika, unampenda Yesu. Kweli ukae na ukimwi kwenye mwili wako? Una ukimwi mdogo wangu. Mimi sikuwa nimemwamini. Nikamwambia inabidi nidhibitishe. So siku ambayo nienda ofisini, nikashuka kwenye daladala nikaenda pharmacy. Nimefika pharmacy nikamwambia naomba kipimo cha ukimwi. Watu wakaanza kucheka. Asubuhi saa 2 wakaanza, dada, are you okay? Nikamwambia I'm okay, naomba kipimo cha ukimwi. Mbele za watu. Watu wakaniambia, dada, utakuwa labda uko vizuri. Nikamwambia hata kama kuna mtu anapima anipime hapa. Huu ni yani ujasiri nilokuwa nao mimi. Dada unanisikiliza, kaka unanisikiliza. Wewe ujasiri sijui yani wewe kama unaweza ukapata wewe ujasiri kama una imani. Kwa sababu mimi sinishaambiwa sina ukimwi, lakini nataka tu nidhibitishe moyo wangu utulie. Wakasema tu tukakupima dada. Nikamwambia sawa, naombeni vifaa vyangu. Siku tumekuja kwenye ibada ya wamama ilifanyika juzi. Tumemaliza ibada, nikamchukua rafiki yangu mmoja dokta. Nikamwambia naomba ukanipime ukimwi. Alishtuka. Maria, uko sawa? Nikamwambia nipo sawa jamani. Najua ninachokifanya.
nikaenda kupima ukimwi mwenyewe. Rafiki yangu alinipima ukimwi, maana anasomea mambo ya dope, alinipima ukimwi na majibu yakatoka vizuri. Wow. Mungu anajibu. Ngoja kwanza, majibu yakatoka vizuri sana. Anametembea na wanaume wale, anawatafuta 8 wangapi, na uhakika mpenzi mtazamaji, hata ungekuwa usingethubutu kupima, ana uhakika na huyo mmoja tu uko dadelizo huyo. Kuna kupima alafu kuna kusubiria majibu. Naweza ukapima ila ukaachana na majibu, ukakimbia kabisa mbio. Ukaachana nayo kabisa. Ushuhuda Jumapili ulisema ulimuombea mtu ukatoa pepo. Mimi sijui kama unakumbuka. Ndio nilikuwa naenda. Ilikuwaje? Nakumbuka kuna siku kuna ndugu yangu mmoja waga na mapepo, afu pia anatumikishwa kwenye chama cha kichawi. Kwa hiyo hata akijaga hapa kanisani, yani watu wanaomshika ni zaidi ya 3, 4, 5 hapa kanisani. Na akija ni msumbufu, yani yale mapepo yake yale ni ule uchawi ambao uchawi wa kurithi. Nikamwambia hiyo issue, nikamwambia kaka Samuel akanambia, mdogo wangu, wewe kwa nini unahangaika? Una neema ya Mungu ipo ndani yako. Wewe ukimwambia yule pepo atatoka na atatulia. Mimi nikaona like kaka, jamani, mimi kwenda kumwombea mtu afu niko mwenyewe. Akasema wewe usiku ambao upo tayari utanipigia simu. Kweli hiyo siku nakumbuka babu na bibi walikuwa wametoka wameenda kula chakula usiku sehemu. Nikampigia kaka Samuel, nikamwambia kaka, leo nipo free, nipo na dada yangu niko naye hapa. Akanambia chukua chupa ya maji, naomba niyaombee. Akaanza kuyaombea. Akanambia nyosha mkono wako wa kulia. Aliniombea. Maombi yalikopo ni mafupi lakini yana nguvu kubwa sana. Akanambia the moment utakaposhusha mkono wako kwenye kichwa cha ule dada, mapepo yatatoka. Usiogope mdogo wangu. Ukiwa na shida niambie. Kweli kaanza kuliombea. The moment nimeshusha hivi mkono kwenye kile kichwa cha dada, mapepo yalianza kuzunguka huko chumbani. Mimi naanza kupigana nayo. Kila nikimpigia kaka Samuel anipokelee, nikasema mimi leo nimetibua mapepo ya watu. Nimetibua mapepo ya watu. Nilianza kupigana nayo. Nilianza kumwombea kwa sababu alikuwa alishanifundisha sehemu, yani ukiwa unamwombea mtu, alishanifundisha sehemu. Kwa nikaanza kwenye kichwa, kwenye kitovu, miguu, pigana nayo. Yule dada yetu alikuwa alinyama, ni Mchaga. Alinyama, alisamaki. Hebu imagine, yani wewe ni Mchaga, uli nyama, uli samaki, sasa unakula nini? Nilianza kupigana na wale mapepo, kusema ukweli. Ilinichukua zaidi hata saa moja. Kila nikimpigia kaka Samuel anatumika. Nikasema leo mimi hata kama nikamwambia hata kama naogopa, inabidi tu nipambane, maana mapepo yamecharuka, afu niko mwenyewe. Hakuna cha bibi, hakuna cha babu, hakuna cha mtu mwingine, tuko wawili tu. Kusema ukweli Mungu ni mwema. Nilipomwombea yule dada alipokuja kanisani hajawahi kudondoka. Baba hata akimwekea mafuta, baba yetu aga na tabia anatubariki, anatuwekea mafuta mikononi, anatuombea. Kuna siku aliwekewa hapa, nilijua mapepo yake yatapanda. Hakuna chochote. Dada yangu sasa hivi anakula nyama, anakula samaki. Amen. Mpenzi mtazamaji, Pastor Mary. Yeah. Mpenzi mtazamaji, yule alionekana labda ungemuita malaya, ungemuita kahaba, leo hii amekaa anatoa pepo. Wewe unaweza ukazani kitu, leo anatoa pepo, na inawezekana hata hapo anaweza kukuombea na wewe akakutoa pepo. Hii ndo maana halisi ya Prophet Philbert Christ. Anatengeneza raw materials kwa product. Hata mimi ni product ya Prophet Philbert Christ. Mpenzi mtazamaji, shuhuda hizi zikafanyike kuwa maisha halisi kwako, zikakutie nguvu, ukapate nguvu ya kumwamini huyu Mungu. Siku ya Jumanne usikose ibada ya 1-on-1 session Kinyerezi Madukani kuanzia saa 7 za mchana. Na siku za Jumapili kuna ibada ya kwanza ni Kigamboni pale Tungi Mnadani, ukumbi wa Makonde Villa, lakini pia ibada ya Kinyerezi Madukani kuanzia saa 3 na ibada Mbezi Beach kuanzia saa 10:30. Prophet Philbert anasimama. Usimkatie tamaa wewe binti yako. Wewe mama, usimkatie tamaa wewe mume wako. Huyo mtoto unayemwona mlevi analewa analala nje, ana uwezo wa kuomba na akatoa pepo. Dada Eliza, kabla hatujamaliza. Dada Miriam,
kabla tujamaliza, kuna neno lote nataka kuambia wapenzi watazamaji kupitia Jane TV? Napenda kuambia watu wote ambao wananisikiliza na wanaoniona sasa hivi, Mungu anabadilisha. Amen. Yaani usimkatie mtu tamaa. Mimi nilikuwa nanyoshewa vidole, yule binti nilikuwa nasemwa vibaya, yaani hata marafiki zangu wakopo wananisema vibaya, ila mtu unayenisikiliza sasa hivi, Mungu wetu anajibu na kukaribisha wewe kijana. Yaani kama unaona unapitia hali ngumu ya maisha, iwe ni kwenye kazi, kwenye mahusiano, yaani hata uchumi wako unaona ueleweki, na kukaribisha kanisani. Baba yangu Prophet Philbert atakusaidia. Yaani namaanisha kwamba kuna makanisa mengine ukitaka kumuona baba you have to kutoa hela. Yaani kwetu kanisani kwetu, njoo na akili zako timamu, njoo na imani, yaani njoo na utayari wako, utafunguliwa vitu vingi sana. Mimi kupitia kumjua Mungu nimefunguliwa vitu vingi mno. Ipo siku nitakuja kutoa ushuhuda kwenye swala la ndoa. Baba yule mzungu aliyenitabiria atakuja hapa kanisani. Uko alipo, iwe ni magharibi, kaskazini, kusini, unanisikia wewe kaka, utakuja tu. Kwa nakukaribisha wewe kijana, wewe mama, wewe baba, mtu yote uliyekata tamaa, unaona Mungu mimi siwezi, Mungu nakuhitaji. Hata kama umekata tamaa kwenye swala la ndoa, ndoa yako inakusumbua, baba yetu anasaidia sana. Mimi nampenda sana baba yangu Prophet. Na nilisema, niliandika katika adari yangu, yeye ndo atakuwa my spiritual father kwenye harusi yangu. Yaani hiyo ndo namba moja, yaani ndo mgeni niliyemwalika. Atakuwa mtu wa kwanza kwenye harusi yangu. Yaani ndo atakuja na mama yangu. Watu wamenilea kusema ukweli. Yaani nimetoka mbali sana. Nimetoka mbali sana. Kwa na wakaribisha vijana wote, watu wote wenye uhitaji, msikate tamaa. Mungu wetu anajibu na Mungu wetu anambadilisha mtu. Amen. Mpenzi mtazamaji, umesikia ushuhuda wa moto. Dada Eliza, kabla hatujaga wapenzi watazamaji, una kipi cha kusema? Sina mengi ya kusema zaidi ya kuwakaribisha vijana wenzangu wenye hali, yani hata kama uko kwenye hali mbaya kiasi gani, unanyoshwa kidole, unatengwa, unaonekana ufai, wewe ndio mkosefu dunia nzima, Mungu yupo na Mungu yupo kwa ajili yako, na Nabii Prophet Philbert Christ ameletwa kwa wakati huu kwa ajili ya kusaidia na kukuokoa wewe kijana ambaye unateseka. Bado hujachelewa, wakati ndio huu. Karibu Jumanne kwenye ibada ya one-on-one session. Karibu pia Jumapili, ibada zetu zinakuwa live. Tuna tawi letu Mbezi Beach, Goigi, tuna tawi Kigamboni, Makonde Villa kwa wale wa Kigamboni. Pia tunapatikana Dodoma, tunapatikana Arusha, tunapatikana Kibaha pale uwanja wa Msumeno. Every corner tupo. Hujachelewa, karibu sana na tunakupenda sana. Amen. Mpenzi mtazamaji, ni hakika yangu ya kwamba umebarikiwa. Pastor Eliza alisema mwanzoni kabisa siku ya leo anatafutwa mtu mmoja ambaye ni raw material, Mungu amtengeneze awe product ya kwenda kuuzwa katika soko la dunia. Sisi sote ni raw materials ambao tumetengenezwa, sasa ni products za kusimama kwenye masoko ya dunia. Na dhahabu sisi tunawakimbiza, yani wengine wanatukimbiza, wengine namba moja ni sisi, namba mbili ni sisi, namba 3 ni sisi, namba 4 ni sisi, namba 5 ndo anafuata wao. Tumetoka katika kudharaulika mpaka katika heshima. Kipekee kabisa nipende kukushukuru mpenzi mtazamaji ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka sasa hii tunapohitimisha kipindi hiki. Lakini pia nikasema kabla hujamaliza, kama unavyotuona, mbali na mafundisho ambayo tunapokea kutoka katika madhabahu ya uso wa Mungu, pia tunapata hekima mbalimbali kupitia vitabu anavyoandika baba yetu Prophet Philbert Christ pamoja na mama yetu Mama Violet. Kuna vitabu vingi, kuna vitabu tofauti. Kuna kitabu ambacho amekiandika baba yetu Prophet Philbert kinaitwa Maombi yenye nguvu ya mpenyo, ambao utakutana na maombi tofauti kuhusiana na biashara, ndoa, kazi, mahusiano. Na ukiwa unayakiri hayo maombi kila siku, ni lazima Mungu akupe mpenyo katika hilo hitaji ambalo unaliombea. Lakini pia tuna kitabu kingine alichokiandika baba yetu kinaitwa Siri iliyofichika kwenye zaka au fungu la 10. Ukisoma kitabu hiki kitakufanya uwe mwaminifu katika kutoa zaka au fungu la 10.
lakini zaidi ya yote tuko na kitabu cha Nguvu ya Dhambi, Kuzaliwa na Wokovu, ambacho hiki kitabu kina nguvu ya ajabu sana ya kumfanya mtu kujua kutoka kwenye ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa nuru. Kwa kusoma hiki kitabu peke yake ni sawasawa na kufanyiwa deliverance na mtumishi wa Mungu. Unafunguliwa kiakili pamoja na kiroho. Kitabu hiki vinapatikana Kinyerezi madukani pamoja na maeneo yote ambalo kanisa la Bwana Yesu kwa mataifa yote lipo, kwa sadaka yako ya shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Usipange kukosa jamani. Usipange kukikosa hiki kitabu. Unaweza ukatupigia simu kupitia namba 0717 51 58 80. Utapiga simu kwa wewe ambao uko mikoani, tutakutumia hivi vitabu kwa sadaka yako ya shilingi 10,000. Kwa ukivitaji vyote vitatu, vipo vitatu: zaka, maombi yenye nguvu na mpenyo, na nguvu ya dhambi, kuzaliwa na wokovu. Ni vitabu vizuri sana. Kwa 30,000 tu unajipatia vitabu vyako vyote vitatu, na Mungu atazidi kukubariki zaidi. Mpenzi mtazamaji, Mungu akubariki sana ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Lakini Mungu akubariki sana baba yetu Prophet Philbert. Kazi yako ni njema sana. Dunia leo inatujua sisi ambao tulikuwa tustahili kujulikana, lakini kwa sababu yako wewe ukatuvumilia, ukatuinua. Wakati fulani niliwahi kusema kwamba mabega yako yamekuwa ni kiegemezi cha vichwa vingi sana ambao wanakuja hapa kanisani. Kifua chako imekuwa ni sehemu cha kuhifadhi machozi ya wengi wanaokuja ukawakombatia kwenye kifua chako, wakalia kwenye kifua chako. Mikono yako imekuwa ni mikono inayoinua watu wengi kutoka chini mpaka juu. Watu wanaweza wakakuona kwa mwili wako wa kawaida, lakini mikono yako imeinua mamilioni na mamilioni ya vijana na watu wengi zaidi. Macho yako yamekuwa ni macho hasa ya kinabii, yana uwezo ya kumuona mtu aliyokuwa baa ukasema yule anakufaa kwa ajili ya kazi ya Mungu, na ukamtumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sauti yako imekuwa ni sauti ambayo ukiongea inabadilisha mioyo ya watu. Sauti yako imekuwa inaganga mioyo ya watu. Sauti yako imekuwa ni sindano inayoshona mioyo iliyopasuka na kuvunjika. Unapozungumza baba yetu Prophet Philbert, tunaichukua sauti yako inapenya mpaka katika roho na mioyo yetu. Hakika umekuwa baba yetu tunayekupenda, tunayekuheshimu sana. Watu mabinti wote ambao wamesimama hapa leo wameshuhudia ni kwa sababu yako baba yetu Prophet Philbert Christ. Tunakupenda. Mungu akupe maisha marefu. Kwa kupitia wewe sisi tunazidi kunyenyekea, tutakuinulia kizazi kisichokuwa na mawaa kama watoto wako. Mpenzi mtazamaji, Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine, sisi tunasema JNTV, sisi ni ndoto yako.